Hello, habari gani? Salama sana. Naongea na bwana Joseph Ni Joseph. Haya, Joseph uko live hapa Radio Jambo. Yes. Na nilikuwa nimepokea ujumbe wako kwamba ungependa kupatanishwa. Hiyo ni ukweli. Nini ilitokea ndugu yangu Joseph? Okay, mimi nilikuwa afisa wa jeshi. Oh, ulikuwa afisa wa jeshi? Nilikuwa askari. Niliajiriwa mwaka wa 2003. Na nikafanya kazi. Na nikaoa 2004. 2004. Kwa maeneo ya Eldoret. Na tukiwa na watoto wawili. Tukafanya harusi kwa hiyo kanisa tu ya kijeshi 2008. Tukapata certificate. Lakini kwa hii kazi yetu, si unajua kazi ya jeshi ni kutolewa hapa, kupelekwa hapa, kupelekwa pale. Kweli. Sasa mimi nilikuwa naishi Eldoret. Sasa kwa wakati hiyo hakukuwa na network mzuri ya simu, ya mawasiliano. Kwa hivyo kuna wakati nilipelekwa huko maeneo ya Marigat huko ndani Marigat. Saa zingine napelekwa huko Kacheliba. Huko sasa hakukuwa na network mzuri. Na najua mwanajeshi huwa haambiwi ati leo unaondoka ama kesho. Anachukuliwa tu kwa kambi, kitu fulani kitokea unapelekwa. Sasa kwa hiyo hali mke wangu alikuwa hata namwachia mpaka ATM, namwachia kwa sababu ndio ashughulikie watoto. Sasa alikuwa tabia yake ni kwamba kama sitakuja jioni, alikuwa anapigia wakubwa simu, anauliza kwani mzee yangu wako wapi. Sasa unaona, ama anakuja kwa kambi kwa sababu ni hapo tu karibu. Anakuja kwa ofisi anaanza kusema huyu mzee yangu hajaonekana, sijui nini, na nilikuwa nimemwachia kila kitu. Sasa kuna wakati moja sasa ilizidi nikakosa kuja, nilikuwa nimeenda kazi. Akaenda kwa mkubwa sasa akasema sionekani, ni kama niko na mwanamke mwingine nje, sijui, akapeana maneno kwa ofisi. Sasa mimi najua ilibidi nikaitwa kwa ofisi. Wakati nirudi nikasomewa mbele ya wakubwa na mbele ya askari wenzangu. Sasa wakati nirudi kwa nyumba, mimi nikamwambia sasa, hii tabia yako, nimekuachia kila kitu na wewe unaenda kuniaibisha kazini. Unajua hii kazi yetu ni ya uwezi jua unaenda kazi wapi. Hii tabia ikome. Sasa yeye hiyo tabia haikukoma. Sasa alianza kuambia mpaka watu yao, kwa sababu mimi nimeoa tu kwa Eldoret, lakini mimi mtu ya Central. Ati mzee sijui nini, mambo. Sasa nikamwambia sasa mimi utaniaibisha tena. Mpaka nikiwa kwa kazi, kila mtu tu anasema anajua bibi yangu nini. Unajua si mzuri familia yako inajulikana kila mtu. Unaongelewa na kila mtu pale. Unaongelewa na kila mtu. Sasa mimi nikamwambia, na nikiwacha kazi utakuwa unaenda wapi? Utaenda kustart wapi? Na wewe ndio utakula shida. Si ngoje tu mimi nifanyie kila kitu, wewe acha mimi nifanye kazi. Asironge mimi na kutunza. Hiyo tabia tu yeye akaendelea nayo. Sasa ikawa saa yote ni maaibu tu. Akuba tukutana nao nikipiga seruka anasema, ile askari unawacha watoto sijui nini. Sasa mimi siku moja nikabidi tu nikawacha kazi kidogo, nikaenda kitu inaitwa AWOL. AWOL inamaanisha nini? Absent without official leave. Uliacha jeshi? Absent without official. Sasa mimi nikaenda. Sasa ikawa sasa wakati nimerudi, lakini nilienda tu nyumbani, sikuenda mahali gani. Nikaenda nyumbani Thika. Sasa kurudi kwa sababu alikuwa amepeana maneno mengi. Sasa mimi nikakuja wakati badala ya kufanywa ile charges inatakikana, mimi nilichajiwa hivyo, nikafungwa na nikaombewa discharge. Sasa nikatoka kazi. Ulifanywa inaitwa court martial ama inaitwa nini ile? Sasa sio court martial, kuna ile una forfeit ile masiku hukuenda kazi. Alafu unafungwa, ingawa sasa hiyo ilikuwa harsh punishment kulingana na ile punishment ningepewa, ningefungwa. Na ni forfeit ile masiku sikuenda kazi, alafu niendelee na kazi. Kwa hivyo ulifungwa na ukaachiliwa, ukaachishwa kazi. Nikaachishwa kazi. Sasa hiyo ilikuwa hata nimejaribu sasa kuandika redress na maneno kama hiyo. Kwa sababu ya muda tuwezi eleza kila kitu. Kwa hivyo sasa hivi mkako yuko wapi? Ngoja mkako yuko wapi sasa hivi? Sasa hii anasema hako kazi Gong, na nikimwambia nimtembelee. Kwa hivyo sasa hivi umeleta patanisho ili uweze kurudiana na yeye. Mimi nataka tu kurudiana na yeye kwa sababu nampenda, huyo ndio mke wangu wa ndoa. Haya, swali lingine, sasa hivi unafanya nini?
Mimi ni hoka. Wewe ni hoka. Okay, haya. Shikilia hapo kidogo, tunampigia kwa sababu ya muda tuweze eleza kila kitu ndugu yangu, lakini tayari tumeelewa kilichotokea Kwa hivyo nataka kumpigia simu baada ya habari za 2:30 ili muweze kuzungumza tuone mambo itakuwa vipi Tafadhali. Haya, shikilia hapo kidogo bwana Joseph ambaye amejieleza alikuwa mwanajeshi na anasema mke wake alikuwa anamletea shida sana, mara kumshtaki kwa wakubwa, kumwaibisha pale, na baadaye mambo mengi yakatokea na wakaachana, lakini leo wanataka waweze kurudiana. Kwa hivyo nitakuwa nampigia simu mke wake bacha ni mjaribu kumpata tena ili tuweze kuendelea na mazungumzo hapa. Inaonekana simu yake pia imekatika. Na vile nilikuwa naomba sana tupate Bi Alice, ama labda ni network. Please enter your complete PIN number. Acha nimtafute ndugu yetu tena bwana Joseph kwa sababu nimempoteza kwa line, ili tuone kama nitajaribu tena kupata Alice ambaye ni mke wake ambaye umetengana naye pale. Bwana Joseph, pole simu imekatika hapo hata ni message imeingia nikaona imekatika. Message imeingia kwa simu yako. Sasa bwana Joseph, mke wako nimejaribu mara ya kwanza na simu ni kama amezima simu. Na hata jana tumeongea na yeye. Hata jana usiku nikiwa tu nimelala. Yaani sio kuongea, yani nikamwandikia message hata juzi. Akajibu? Hakujibu, nikajaribu kumpigia simu hakuchukua. Sasa sielewi, sasa ndio nikasema hata ndio nikaandika hiyo ujumbe. Na mara ya mwisho mlikutana ilikuwa lini? Mara ya mwisho kukutana ilikuwa kama miezi 4 imepita. Miezi 4 iliyopita. Alikuwa anaenda nyumbani. Na umejaribu kumshawishi mrudiane? Sana kila wakati. Na huwa anasema nini? Yeye anasemanga yeye afanye kazi. Kama ni watoto tusaidie tukiwa kila mtu akiwa kivyake. Anasema kila mtu awe kivyake, kwa hivyo msaidie tu watoto. Peleka nyumbani. Ate? Kuna wakati alipeleka watoto nyumbani kwetu. Watoto na juzi alikuwa anasema atawaendea. Sasa sijui hata kama aendea, hatujawasiliana na Mazi kwa sababu simu yake haingii. Simu ya Mazi. Okay. Hebu shikilia hapo kidogo ni mjaribu tena. Shikilia tu hapo kidogo tu ni mjaribu tena kumpata Bi Alice. Na naomba ikiwa natusikiza tafadhali aweze kuongea nasi tuweze kusaidiana hapa. Kwa sababu vile huyu jamaa anazungumza angependa sana familia yake iweze kurejea. Please enter your complete PIN number. Vile ilikuwa hapo zamani. Na wende kama labda tena regret ikiwa kuna makosa bali fanya hapa na pale. Kwa hivyo naomba Bi Alice ikiwa unatusikiza tafadhali shika simu tuongee kidogo tu jamani. Kidogo tu. Naona simu sasa inaingia. Au pata shika jamani. Au pata shika. Halo, Mama Alice, habari gani? Nzuri. Mimi naitwa Gidi. Na nakupigia simu kutoka Radio Jambo. Simuwahi kusikiza Radio Jambo? Kwa hivyo unajua hii kitengo ambayo inaitwa patanisho. Sasa Bi Alice, mume wako alitutumia ujumbe hapa kituambia kwamba mlikosana. Na alikuwa naomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Kwa sababu anahisi kama labda alikukosea sana. Si unamjua huyu ndugu yetu bwana Joseph? Halo Bi Alice, unanipata? Unanipata kwa hivyo unamjua bwana Joseph okay, kwa hivyo angependa kukuomba msamaha. Tafadhali sina time saizi, niko busy kiasi. Uko busy Yeah. Kwa hivyo anaweza kukupigia simu labda muongee baadaye. Hello?
Hello? Kuna vile simu yako inakatika kidogo, sijui ni mambo ya network. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Okay. Haya, Bwana Joseph. Yes. Umesikia hiyo sauti? Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Na inaonekana yuko mahali kuna shida ya network. Ni uko upande ya Gong. Sasa hata mimi sijaenda huko, nikiwaambia niende huko sasa hata sijui mahali anafanya kazi. Kwa sababu namwambia acha tu atakiji nikuje nitembee hata hataki. Na hata sasa hivi nimesikia akisema ako busy. Anasemanga tu, yani unajua siwezi sema ni uongo ama ni ukweli, lakini sana sana nikimpigia na niambianga hivyo. Na mimi jioni nikimpigia hachukui simu. Mpaka juzi nilimwandikia message nikamwambia mimi kati ya kuja tuonane kabla mimi nimefika mwisho. Hebu shikilia hapo nijaribu mara nyingine tena. Haya, shikilia hapo kidogo. Unajua hapa Radio Jambo huwa tunapambana mpaka dakika za mwisho. We never give up. Kwa hivyo najaribu tena na tena na tena na tena hadi dakika za mwisho. Kwa hivyo Bialis, mimi nitajaribu tu. Unajua the number is currently busy. Please enter the number you wish to call. And then ameweka number busy. Kwa hivyo itabidi tukubali. Mama hataki kuongea. Mama Alice hataki kuongea, na hata vile amezungumza ni kama tayari ameshachukua uamuzi mwingine. Lakini hao ni maoni yangu tu vile nimepima pale. Bwana Joseph Yeah. Na wacha nikuulize kwa sababu nimejaribu tena lakini simu iko busy uoni kwamba labda huenda Mama Alice ni kama ashaamua kukaa kivyake na atake mambo yako tena, na labda ukubali tu na labda utafute mwanadada mwingine? Sasa ndio nilikuwa nasema najua sasa hajasema ukweli ndio mpaka basi tu file nini divorce, kwa sababu tayari tuko na certificate. Na najua hata saa hii mimi nikioa hata niendelee baadaye atakuja kunisumbua kwa sababu tuko na certificate. Lakini wewe mwenyewe una uhuru wa kufile certificate. Ingekuwa wazi aseme vile anataka ndio hata tutoe hiyo nini. Si lazima msikizane. Ikiwa ni mambo ya divorce, wewe unaweza enda na ufile divorce, kwa sababu utaulizwa mahakamani pale kwa nini unataka divorce, na utasema dissertation, yani ni kama amekudisert, amekuacha na mambo kama hayo. Kwa hivyo wewe unataka divorce muachiliwe, na yule jaji atasikiza na akupatie divorce. Lakini sitaki mimi nataka kukaa hata karibu na watoto yangu. Hao watoto unajua ni wasichana wote na mimi nawapenda sana. Nawapenda kwanza watoto. Hata yeye mwenyewe mimi nampenda kwa sababu hajawahi nikosea mimi. Hajawahi nikosea unless ndanganye, hajawahi. Lakini sasa Bwana Joseph vile aliona ile kazi imekatika, na hata mimi hiyo miaka yote nimekuwa nikajaribu, nikafanya mijengo, nikashughulika, nikafanya, ikafika mahali sasa ikasidikana. Sasa akaona ni kama namtesa, sasa ikawa akatafuta kazi. Hapo ndio sasa tuliwachania. Na nilikuwa nimemwambia tafute tu nyumba kidogo tufanye biashara kidogo, yeye akasema hapana, acha niende nitafute kazi. Lakini napenda tu hiyo familia. Na kuelewa Bwana Joseph, ni vile tu najua mambo ya mapenzi pia huwezi lazimisha. Ikiwa mtu hataki, kuna wakati mwingine huwa anasema unakubali tu, ndugu yangu. Mimi nilikuwa nataka tu aniambie ukweli, ndio hata mimi nikifanya mambo yangu asikuje baadaye aseme mbona ukaharakisha kufanya hivi. Sasa tena nikuwe kwa shida kubwa kuliko yenye niko na sasa hivi. Haya, wacha najaribu mara nyingine tena ya mwisho Ikishindikana itabidi nipatie Wanajambo nafasi kupatia ushauri Sawa. Haya, shikilia hapo. Najaribu mara nyingine tena. Mara nyingine tena ya mwisho. Na Bi Alice, naomba tafadhali tuongee kidogo tu. Huyu jamaa roho yake iweze kutulia tafadhali. Tuwaomba tu tafadhali. That is ikiwa unatusikiza. Najua mali huko kuna shida ya network kidogo. The number you have dialed is currently unavailable. Please enter the number you wish to call. Mwanadada sasa patikani. Bwana Joseph Wacha nifungue laini za simu Wanajambo kupatia ushauri Sawa, nitashukuru.
Mtashukuru kwa sababu kuna wengine ambao labda uenda umepitia exact problem kama yako Sawa. Haya basi pole sana ndugu yangu. Nishapoa. Haya basi tulia na tunakutakia kila laheri. Msikilizaji, baada ya muda sio mrefu nitakuwa nakupatia nafasi ikiwa umefuatilia